Rais wa Zambia Hakainde Hichilema ameshinda uchaguzi wa urais na kuchaguliwa tena kuiongoza nchi hiyo kwa muhula wa pili wa miaka mitano baada ya kupata asilimia 60 ya kura zilizopigwa, tume ya uchaguzi ya Zambia imetangaza. Ushindi huo unamwezesha Hichilema kuendelea kuiongoza Zambia baada ya muhula wake wa kwanza, huku mpinzani wake mkuu Brian Mundubile akipata asilimia 38 ya kura zilizopigwa. Wagombea wengine 12 wa urais walioshiriki katika uchaguzi huo walipata sehemu ndogo sana ya kura, hali ambayo ilimwezesha Hichilema kuvuka kwa urahisi kiwango kinachohitajika kikatiba kushinda katika duru ya kwanza. Kwa mujibu wa mfumo wa uchaguzi wa Zambia, mgombea wa urais anatakiwa kupata zaidi ya asilimia 50 ya kura halali ili kutangazwa mshindi wa moja kwa moja. Endapo hakuna mgombea anayefikia kiwango hicho, wagombea wawili waliongoza huingia katika duru ya pili. Kwa kupata asilimia 60, Hichilema amefanikiwa kuepuka mchakato huo na kupata mamlaka ya kuendelea na uongozi wa miaka mingine mitano. Matokeo hayo yametangazwa baada ya mchakato wa uchaguzi uliokuwa na mvutano mkubwa katika baadhi ya hatua zake. Mundubile mwenye umri wa miaka 55 alikuwa tayari amedai kuwa ameshinda uchaguzi huo kabla ya matokeo rasmi kutangazwa, huku akiibua madai ya kuwepo kwa kasoro katika mchakato wa upigaji na uhesabuji kura. Hata hivyo, madai hayo yaliwasilishwa bila ushahidi uliowasilishwa hadharani kuthibitisha kiwango cha kasoro alichodai. Baada ya kutangazwa rasmi kuwa mshindi, Hichilema mwenye umri wa miaka 64 alitoa hotuba ya ushindi akiwashukuru wananchi kwa kumpa tena nafasi ya kuongoza taifa. Alisema ushindi huo ni ishara ya imani ambayo wananchi wameendelea kuwa nayo kwake na kwa chama chake, kisisitiza umuhimu wa kuheshimu maamuzi yaliyofanywa kupitia sanduku la kura. Matokeo haya pia yana maana kubwa kisiasa kwa chama cha UPNP kwa kuwa yanaonyesha kuwa chama hicho kinaweza kudumisha uungwaji mkono wa kutosha kwa wananchi na kumwezesha Hichilema kuendelea madarakani. Kwa upande mwingine, vyama vya upinzani sasa vinakabiliwa na jukumu la kutathmini matokeo hayo, kuangalia maeneo ambayo vilipoteza uungwaji mkono na kupanga mikakati mipya kuelekea uchaguzi unaofuata. Hichilema anapoanza maandalizi ya muhula wake wa pili, shinikizo kubwa litakuwa kuhakikisha ahadi alizotoa wakati wa kampeni zinatafsiriwa kwa matokeo yanayoonekana kwa wananchi. Ushindi wa asilimia 60 umempa mamlaka ya kisiasa ya kuendelea kuongoza, lakini pia umeongeza matarajio kutoka kwa wapiga kura wanaotaka kuona maboresho katika maisha yao ya kila siku. Kwa sasa Zambia imeonyesha tena kupitia uchaguzi huo kwamba ushindani mkali wa kisiasa unaweza kumalizika kwa mabadiliko ya madaraka au kuendelea kwa uongozi kupitia sanduku la kura. Hichilema amepata nafasi nyingine kwa miaka mitano, huku macho sasa yakielekezwa kwenye namna atakavyotumia muhula huo mpya na pia iwapo upinzani utakubali matokeo yaliyotangazwa au kuendelea na hatua za kuyapinga. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.